Ndugu wariri, mimi ni Alphonse Mufariji Nestor, ninakuwa mratibu kitaifa wa vuguvugu MCLA RDC na pia nakuwa mratibu wa Resilience, Cohesion et Vigilance mjiji na tarafa ya Uvira. Na kwa siku ya leo siongei kama vile representant wa hizo shirika, lakini tunazungumza kwa niaba ya waandaazi wa maandamano ambayo ilikuwa natarajiwa leo siku ya posho tariki 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Najua watu wengi walisikia na sita plito. Najua watu wengi walisikia habari mengi kuhusu maandamano, ilinyanyaswa sana. Tulisikia wakuu viongozi wanasema hivi kuona mabarua, ijapokuwa tulikuwa tushapata ruhusa ya kufanya maandamano hii. Tukumbushe kwamba kama tuliwaita hapa ni juu ya kuambia raia nini tulichukua kama maamuzi kutokana na maandamano ambayo tulikuwa natarajia kusiku ya leo. Tukumbushe kwamba sisi sio wafanyasiasa. Sisi ni watetezi wa haki ya raia, sisi ni watetezi wa nchi, sisi ni watetezi wa haki za kibinadamu. Na ndio kwa maana tukoona kufanya mikogotano juu ya maandamano, kwa sababu hatuifanyi kwa faida ya siasa, tunaifanya kwa faida ya nchi. Maandamano ilikuwa natarajiwa leo, ilikuwa kwa ajili ya kupeleka shukurani zetu kwanza kwa Mungu kwa makuu na maajabu kwa yote aliyofanyia Uvira, na pili kushukuru rais wetu, kushindikiza rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa jitihada zote zinalikuwa nafanya, zinaendelea kufanya juu ya kutafuta amani Uvira, Sud Kivu na parti este ya Republike. Na kwanza kwetu kwa kuona gisi matunda ishaonekana, waasi walitoka Uvira ville na territoire, na tunaendelea kuomba watoke huko nafasi kwenye iko. Maandamano hii ilikuwa ni kuonesha shukrani yetu kwa rais na kuonesha kwamba defa tunamshindikiza kwa hizo jitihada. Lakini maandamano haikukuwa njia pekee ya kuonesha jitihada. Hata kama leo inafikiwa kuzuiliwa na wakuu viongozi, lakini sisi kwetu tunaona kama ni resite kubwa, kwa sababu dunia nzima ilijua kama maandamano hiyo inaandaliwa Uvira na inashindikizwa na raia yote ya Uvira kwa ajili ya kuonesha kumbedefua kama tunahitaji amani, tunakatala vita na tunaunga rais wetu mkono kwa jitihada zote za kutafuta amani nchini mwetu mwa Kongo. Na pia tunafelicite wa vijana wa FRDC ambao walitoka makwao huko Mabandaka, Kinshasa, na wanajikuta leo Sud Kivu, wanajikuta parti este ya Republiki kwa ajili ya kutafuta amani ya Kongo. Kwa kushukuru pia wazalendo kwa kuendelea kubakia front kwa ajili ya kutafuta amani ya Kongo. Ndio kwa maana kwetu ni shukurani kubwa, kwa sababu hatukufanya seme ni Alphonse nionekane, Kuibe aonekane, ama Isa Mustafa aonekane. Tulijiweka kwa pamoja kwa ajili ya kuonesha furaha yetu kwa kuona maajabu Mungu endelea kuifanya kwa ajili yetu, kwa kuonesha kumbede gisi rais wetu tunampenda kwa jitihada zote za amani ambazo anaendelea kufanya kwa ajili yetu. Kufanya maandamano na tusipoifanya kwetu haizuii kushindikiza rais. Tunaambia raia kwamba tumeahirisha kama waandaaji, tunaahirisha maandamano ile, lakini maandamano ni ya moyo yetu kuonesha kwamba tunaendelea kushindikiza rais kwa ajili ya amani, tunaendelea kushindikiza mtu yeyote ambaye anasimama kwa ajili ya kutafuta amani nchini mwetu mwa Kongo. Na ndio kwa maana tulipenda kuita watangazaji wa habari ambao ni nyinyi, kuambia raia kwamba tumeahirisha maandamano, lakini hatukuahirisha kushindikiza rais, hatukuahirisha kulalamika makao makuu ya Amerika, makao makuu ya dunia nzima, ya kwamba sisi wakongomani tunakataa vita, tunalomba amani, tunaomba wajeshi wa Rwanda warudie ambapo walipotoka, kutesekea makambini, kuendelea kumwangika huko Nord Kivu, hapa kwetu Uvira, hapa Sud Kivu yote nzima na parti este ya Republike. Ndio komba kubwa ambao tunakuwa nayo. Komba yetu sio ya siasa. Komba yetu ni kushindikiza rais katika jitihada, kushindikiza institution zote za Republike, gouvernement national, gouvernement provincial, mairie, jitihada zote za kutafuta amani, za kutafuta usalama wa Uvira
Uvira, wa Sud Kivu. Wala kitu ambacho kilichotuma tuwaite hapa tujulishe ya kwamba maandamano ilikuwa njia ya kuonesha furaha yetu, lakini njia ya kuonesha ya kwamba tunashimama kwa ajili ya kushindikiza rais, ni kuita wakongomani kuendelea kushimama kwa ajili ya kusema ya kwamba tutachangia sote. Hatuwezi sema tuko na shida ya amani ijapokuwa tutafuti amani, hatuchangii kutafuta hiyo amani. Nchi zote zilizoendelea duniani kote ni nchi ambazo raia ilishimama kwa ajili ya kuchangia kutafuta usalama wa nchi, na ndio kwa maana leo wito huu ni kuita raia tushimame kwa ajili ya kutafuta amani, kwa ajili ya kushindikiza wakuu viongozi, kushindikiza wanajeshi, kuwaombea Mungu, kudenonse watu wabaya, kukuwa vigila, kuchunguza mtu anafanya nini, huyu anafanya nini. Asante. Vile vile meri ya Uvira ilikuwa inahusishwa katika maandamano haya, kwa sababu kabla nyinyi kuahirisha maandamano haya meri ya Uvira vile vile ilikuwa shakata kwamba haitafanya tena. Unazungumzia nini? Nikumbushe kwamba maandamano yenyewe haikuwa ya mkuu kiongozi yoyote, haiza ikukuwa ya meri ya jiji yetu. Ilikuwa ni maandamano ya muungano ya mashirika ambazo unaziona hapa, na wamoja walizibiliwa kwa ajili ya kuonesha kombe defo kama sisi raia, kama adui iko napanga mikakati ya kuendelea kutafuta udongo, lakini sisi raia ya Uvira, raia ya Kongo hatuhitaji vita, arudi alipotokea, na kwa kuithibitisha kwa kuonesha kombe defo tunashindikiza mijadala yote ya rais ya kutafuta amani. Maandamano ni sisi tunayarisha kwa saa hii, haiko watu wote wale ambao wanaiahirisha. Katika maandamano hii ya kuingia siasa, kwa sababu nafikana kwamba kuna viongozi wameanza kuingiza ndani ya maandamano, na katika komunike ambayo imepita, sio nyinyi ambao mmeandaa ndio mmeitoa, ila ni viongozi wa mahali ndio wametoa hiyo komunike. Namna gani hayo yamefikana hivyo wakati sio hao ndio walikuwa wakiandaa? Mwanzo hakukuwa manyanga ya kisiasa. Kwa sababu gani? Ilionekana kama shirika nyingi za Uvira zililomba maandamano, zililomba kushindikiza rais, kushukuru Mungu, katala vita, kuitika amani, kulomba wa Amerika waendelee kutusaidia kutafuta amani, kushindikiza wanajeshi. Na ndio kwa maana tukaitwa na mkubwa wa jiji kwa ajili tujiweke fasi moya na yeye atushindikize. Pale hapa kukua mambo ya kisiasa. Ni mambo ya manyanga ya kisiasa ilionekana ya kwamba wamoja wakuu viongozi wamoja waliona ya kwamba hii kitu itaenda kufanyika kwa faida yao watu wanaandaa. Hii kitu itaenda kufanyika kwa niaba ya mkuu wa jiji. Na ndipo pale kutoka decision ya kusema kwamba ile kitu iahirishwe. Lakini kutokana hata kama kulikuwa ile manyanga ya kisiasa, sisi hatufanyi kitu kwa ajili ya siasa. Na ndio kwa maana tulisema kwamba hatutafanya upinzani. Tunafanya kwa ajili ya nchi, na ndio kwa maana tunaahirisha kwa ajili ya nchi, tuendelea kushimama kwa ajili ya kutetea jiji letu, tarafa na nchi yote ya Kongo na kushindikiza rais. Hakuna mtu yote ambao anakataa raia isichangii kwa mambo ya usalama. Tukizungumzia hili swala la maandamano, sio Kongo ndio inayofikia, bali Kongo ndio inavamia. Na maandamano yalikuwa ni kwa ajili ya kusema tunahitaji amani. Unahisi ni sahihi kwa wakati huu kusema tunahitaji amani? Na kauli gani kwa wale ambao wamevamia nchi? Sasa la pili ni wakimbizi wa Buso na Burundi wanalalamikia mashirika ya kiraia hapa tarafani Uvira kwamba unawaachilia ni shimo kuwatetea wakati kule wanasumbuka, wanahitaji kurudi nyumbani. Ndio sisi tunalalamika kwa ajili ya amani, tunavamiwa. Ni kuonesha kombe de foi wale watu waelewe ya kwamba sisi wenyewe hatuhitaji vita na tunalomba amani kwa ajili ya kuonesha kwamba tunashindikiza jitihada zetu za nchi kutafuta amani, na pia tuoneshe makao makuu, tuoneshe dunia nzima ya kwamba hata kama waasi ambao wanashindikizwa na nchi ya Rwanda wanaendelea kutuvamia, lakini sisi hatuko tayari kusikia hiyo kauli ya kusema tunakuja kuwakomboa, ijapokuwa wanakuja, kwa maana sisi tunashimama kuonesha mchango wetu kama raia, kukataa vita, kulomba amani na kulomba au waasi waondoke katika nchi ya Kongo. Na kama tunafanya hii malalamiko, ni faida pia ya
ya watu ambao wanakuwa ndani ya makambi. Kama uliona watu waliendelea kuteseka kule, ni kutokana na usalama mdogo ilikuwa huko. Hii kitu ambacho tunachokifanya ni kwa faida ya wenzetu ambao wanakuwa ndani ya kambi, kwa sababu wakati mtu anarudia ndani ya Kongo na kusha kuwa amani, itamsaidia kuikala na kufanya makazi zake za kila siku kwa muhali ya mzuri. Hapana kesho tena mtu afike akisikia tena tunakimbia tunakuwa tena kambini. Na ndio kwa maana hii ni wito tunatoa kwa Wakongomani, tuwe macho na tuangalie nini ya kufanya. Kesho yake tusikie sema kwamba tunaanza teseka. Mashirika za kitaifa mtusaidie, tuwe macho kwa sababu usalama wa Kongo utajengwa na watoto wa Kongo.